Kuna sehemu nyingine ucha Mungu haupo. Udkhulu fi silmi kafa. Mkifa kufeni kikweli kweli, mtakuja kuumiza nzenu. Si mwakijua kikisa? Mshakipata kikisa? Maneno haya yalisemwa na fisi. Mkifa kufeni kikweli kweli. Ni hizo nasi, sio mzee mkasema bwana, maana hapa niliambiwa baba Kiruasha kile ukizungumza tutataka dalili ya aya na hadithi. Kuna mambo mengine yanazungumzwa kuleta nani hikma na nini ile. Sote tunajua kwamba fisi ni watu wanamuita bwana afya. Kula mifupa ile nini. Sasa katika tembea zake atafuta chakula, akatembea kando ya bahari. Akenda akamkuta yule nyama yule samaki anaitwa kasa. Mnafahamu kasa? Kakaa kama kobe hivi. Alipigwa na wimbi yule akageuka hivi. Sasa kujigeuza hivi ikawa shughuli. Hawezi. Mheshimiwa fisi ile kuja mpaka akafika pale akaona nishapata msosi hapa. Yule kasa ameumbwa na kama mejikofi namna hiyo. Sasa ile apeleka mdomo tu kasa zile akamtoka wote mawili. Akampiga fisi. Fisi akakimbia mbio nyingi sana. Akenda akajisusia kwa Kiswahili cha Tanga shekhe. Kujisusia ni ile si kufanyaje, si nisemeje. Yaani mpaka alipopata nafuu akarudi sasa taratibu. Mpaka kufika pale akamwangalia kasa, maana alidhani amekufa kumbe ni mzima. Akamwambia hivi, jamani, mkifa kufeni kikweli kweli, mtakuja kuua wenzenu. Kwa hiyo mkiingia kwenye Uislamu ingieni kikweli kweli, wazima, sio mwaingia nusu. Mwataka baadhi ya mambo mengine hamyataki. Uislamu gani huo? Wapeni nafasi na ndugu zenu kama kweli innamal mu'minuna ikhwa, almuslim akhul muslim. Mwizi wapata tabu mwashe ingie. Kina mama ukiasema hata upige ngoma juu ya kichwa hawakuelewi. Lakini ni Qur'ani yenu hiyo. Walijamaliha, na uzuri wake. Mke pia olewa kwa uzuri. Usioe jitu la ovyo ovyo. Lakini tutakuja kusema, je, kuna mwanamke ambaye ni mbaya? Huu uzuri huu tutauzungumza. Tuweza nikazungumza sasa na nikazungumza kesho, nikazungumza na Jumamosi ijayo, na nitazungumza hivyo taratibu mpaka kieleweke. Kuna mwanamke mbaya jamani? Na wauliza nyinyi mnaotaka kuoa. Kuna wao wenyewe hawezi kusema. Lakini pia waambizana, latisha kweli la mashavu kama nyao. Sijui ni wewe. Ustadhi nakuuliza wewe, hebu ujibu kwa niaba ya wenzako. Kuna mwanamke mbaya? Ni yupi huyo? Tuondoe kwenye nani. Hii itaingia kwenye dini. Yaani uzuri unaozungumziwa hapa ni ule uzuri wa kuumbwa. Hamna. Kwa sababu ukisema yupo utakuwa unapingana na Mungu. Maana Mungu asema laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mbona asema mwanangu ni mbaya wewe? Kakuna mbaya. Kwa hiyo mwanamke pia aolewa kwa uzuri. Sasa kuna mbaya, usikose kwenye darasa yetu, utakuja kuyapata baadaye ya Sheikh. Naam, wali hasabiha, la tatu. Wali hasabiha. Mwanamke pia aolewa kwa ule umaarufu wake na utukufu wake na umashuhuri wake na cheo chake. Tutachanganya vitu vyote hapa. Almuhimu ni ule utukufu na fakhari na nini. Yaani mtoto atoka katika kabila au atoka katika ukoo ule ambao ni ukoo labda wa Mamwinyi, ukoo wa waziri fulani, ukoo wa rais, yani ule ukoo ambao ukitajwa wewe mwenyewe waogopa. Pia weza aolewa mwanamke kama mimi nitaka niingie kwenye ukoo ule wa kisharifu ule. Maana ukiwa pale na wewe wajiona kama vile kisharifu, kwamba wala si sharifu kamwe. Waingia kwenye ukoo ule wa matajiri, wala huna utajiri, lakini mwenyewe ukikaa na yule mkweo na au wakwezo pale na watoto wake mashemeji zako, na wajiona kama vile tajiri, nayo umekaa namba 4, kumbe huna chochote. Wapenda vile tu ambe mkwe wa ustadhi. Wengine wao kwa hivyo pia kwamba aonekane kwenye lile genge naye kawa mtoto wa nyinyi mnatabu. Tutachangua vizuri, lakini uweza kuwa kwa sifa hii. Alafu la 4, walidiniha, tena la mwisho hili.
la mwisho kabisa, na dini yake. Mwanamke anaolewa na dini yake, lakini Mtume aliposema lidini hakustop hapo, akamaliza fadhfar bidhati dini tarbati yadak. Baada ya kusema mwanamke ataolewa pia kwa dini yake, akasema mpate mwenye dini, usipompata mikono yako imeshika mchanga, kwa unkula huu na hasara juu. Huku kwingine hakusema hivyo, amesema tu mali, uzuri, labda umaarufu wake, cheo chake nini, amepita tu. Lakini hapa baada ya kusema na anaolewa kwa uzuri wake, fadhfar bidhati dini tarbati yadaka, mpate mwanamke mwenye dini, usipompata mikono imeshika mchanga, kwamba wewe umehasirika. Jamani, mmeelewa vizuri? Mmeelewa eh? Naam. Haya, twarudi tena. Khassa alhadithu sharifu ala 4 umur. Hadithi tukufu hii imehusisha katika huku kuolewa mwanamke, imehusisha 4 umuri, mambo 4: uzuri, mali, uzuri, fakhari au maarufu au cheo, alafu na dini. Mambo 4. Haya, wewe dadangu unayo yote haya? Ndio maana nikasema nazungumza na wanaume kwa nje na kwa ndani, nazungumza na wanawake. Wewe watakiwa umuoe mke mwenye sifa hizi, umtafute sifa hizi awe nazo. Na wewe dada, nawe kaa ujitafakari, je, sifa hizi unazo? Basi watu leo wakitoka hapa atakwenda kwenye vioo wajiangalie. Hivi mtu azaa akajiona yeye mwenyewe akasema mimi ni mzuri kweli kweli, au mpaka uambiwe? Jamani, mtu akaa kuna kitu kimekuja hapa, yani inaambiwa mtu tabasamu na mumeo kama vile unavyotabasamu ukijitizama katika kioo. Yapo leo hayo. Mwana wa mtu akijiangalia kwenye kioo akijifanya hivi na hivi, alafu acheka mwenyewe, mara tabasamu. Kwa hiyo mtu jiangalie wewe mwenyewe, sifa hizi unazo. Kuna sifa uwezi ukasema wewe mwenyewe mpaka uambiwe na wenzio, lakini tutasema kwa ujumla kwamba laqad khalaqna al-insana fi ahsan taqwim. Mali, uzuri, fakhari, cheo au ndio hivyo ukoo wa kikweli ule, na dini. Kwa hiyo idha ijtama'at al-umuru al-arba'atu fi imra'atin takunu min amyazi nisa. Haya yote mambo 4 yakikutana, yakikusanyika kwa mwanamke, mwanamke huyo duniani itakuwa hakuna kwa uzuri. Huyo ni namba 1. Uzuri anao. Kwanza waanza mali. Mwana njugulu anazo. Umeangalia kwenye njugulu, mwana amejaliwa njugulu anazo au mangwenje, fulus, mane. Haya, ukija kwenye uzuri, mwanangu, mwana kaumbuka, sekta zote si mchezo. Masikio kiangalia utafurahi, macho kiangalia utaanguka, akicheka abonyea. Mwanya nao. Sijui mwana namba 8, miguu kama mwasifu wenye kama chupa ya bia, akitembea mkono, maana wana hakike nao akitembea. Shekhi, kuna watu akitembea za kusema mkono utaanguka. Waona, yani sifa zote. Kwa hiyo ya uzuri anayo, mali anayo, alafu mwana atoka kwenye hilo ndio ya cha kuisema kwamba mtoto wa getikali. Sema mtoto wa getikali. Sifa hii si sifa. Getikali. Getikali ndio ule, ndio kule kataa kusema, nagusa kidogo. Huyo zali la mentali yule alikuwa amevaa nini? Yule zali la mentali, yule mwana kike yule aliyemtaka yule jamaa, si amevaa kijimini tu umu mote, ndio mtoto wa getikali yule. Hivi ndio mke yule wa kuoa? Mwaka mkadanganyana kwenye vijue, mtoto wa getikali mwanangu, mtoto kani mind yeye mwenyewe, zali la mentali mwanangu, chunusi, mtoto wa getikali. Muombe Mungu upendwe na mtoto mcha Mungu, ana huruma. Ukilia naye alia, ukihuzunika naye ahuzunika, ukicheka naye acheka, ukitabasamu naye atabasamu, akitabasamu kama vile acheka, akisimama akikaa kama vile amesimama. Tuyaache, ziko sifa tusizitaje bure hapa.
Leo ndamwambia mtoto wa geti kali. Geti kali ndio nini maana yake? Fadhfar bidhati dini taribati yadaka. Mpate mwanamke mwenye dini, ana huruma na wewe shekhe. Nawaambia nyinyi vijana, mpate mwanamke mwenye dini, ana huruma na wewe. Hata kama hupo akuonea huruma. Watoto wa geti kali ndio hao, akupenda ukiwepo, ukiondoka hakupendi. Wewe ushasema mtoto wa geti kali. Ukiwepo akupenda ya kinafiki, ukiwa hupo ndo akumaliza kabisa. Lakini mtoto mcha Mungu ni kama yule ambaye amefunga Ramadhani, chakula kile pale njaa ya muuma, haonekani na mtu yoyote, lakini hali. Kwa sababu gani? Asema Allah, tatadhakaru anna Allah yaraha, anakumbuka kwamba Mungu amuone. Na vile vile kukuja kukutilia jidume jengine hapa, ajua Mungu ananiona na muhifadhi. Hiki ncha mume wangu peke yake. Wewe watakashirika kwa mkeo, watu wengine nao waje. Maana kila anayekuja na ufundiwe. Uko radhi? Wewe na mkeo alafu jitu jingine wewe unakwenda kuhangaika huko, alafu kunyuma kuna jibaba laingia, hujui likoje jibaba hilo. Waona baba likija limevaa suruali. Amuisikio? Sijui waona baba likija limevaa suruali, sijui vipi, sijui mume wa pili. Mwasijua, mwaifanya msijui, mwasikiliza sana. Nyinyi mwasikiliza ule mdundo. Wanasema wanawake ni werevu, sijui nini? Wanawake sijui ni vipi na werevu wanao. Sijui wana baba likija, sijui limevaa suruali. Mwalishwa sani moja, kumbe ni mume mwenzio. Waambia huyu ni mjomba huyo. Wewe mcha Mungu atakufanyia hivyo. Kutwa kucheka na watu tu. Mke wa mtu kazai kila mtu acheka naye. Sasa pia nsicheke na watu. Imekuwa ndoa ni utumwa. Wewe kila mtu acheka naye tu. Subhanallah. Kwa hiyo mambo haya manne yakikutana kwa mtu mmoja, mwanamke huyo nambari 1 duniani. Sio hayo mnaambiwa Miss Dunia sijui. Yaani katika dunia hakuna mke kama huyo. Atembea uchi, atembea ule miendo ambayo hata miendo ya kutengeneza vitu vyovyote vya kutengeneza vitu feki havileti raha. Mwache mtu ende vile vile kama alivyoumbwa. Ndio tuasema vile vitu vya asili ndio vizuri kuliko ama jikuku yenu ya leo haya yanayopewa vyakula. Leo jikuku leo, kesho kutwa laliwa. Utamfananisha na kuku asili anayekula vitu yeye mwenyewe huko shambani huko alivyokuwa mtamu. Madhara matupu. Uzuri wa kutengeneza, uzuri ni ule wa kuumbwa bwana. Uzuri ni wa kuzaliwa nao. Na tabia zako zile ambazo tabia zinazoendana vile alivyokuelekeza Mwenyezi Mungu. Kwenda kutafuta maji kopo ya kujipamba kupo, lakini sio hivyo. Watu wamezidi leo, wana marangi watia humu marangi. Bwana. Sifa 4 hizi zikikutana kwa mwanamke kwamba ni mzuri, ana mali, tena ni mtu wa fakhari, alafu ana dini, basi mwanamke huyu atakuwa ni mwanamke nambari 1. Hivi wanawake hawa kweli wapo leo? Jamani, wapo hawapo? Msijibu kwa nani, kwa kuogopa. Wapo hawapo? Nataka nyinyi wanaume kabla wanawake wajibu. Wapo hawapo? Wengine wasema ni wachache, wengine wasema wapo, wengine tunataka jibu moja. Wapo hawapo? Ustadhi kule, wapo hawapo? Wapo wapo. Mna hakika wapo? Maalimu hapa, wapo hawapo? Ni Shekhe wangu, wapo Maalimu hapa, wapo? Taka tuangalie wenye nani nyingi. Shekhe wangu, lakini sio zote. Bwana harusi mtarajiwa 10 Maalimu wapo? Wapo mimi jibu langu nitatoa kesho inshallah. Haya. Alafu kama amepata sifa hizi tumesema wewe utakuwa nambari 1. Sheikh angalia sasa utashtua, maana mimi nikisema simalizi. Lakini wa idha faqadat ay amrin wa lam tafqad at-tamassuka bidiniha, akikosa katika hizi sifa 4 yani moja wapo akikosa, lakini akawa anayo sifa ya dini. Kama hamjaelewa hapa naruhusu maswali. Akikosa sifa moja katika hizi sifa ambazo tumezizungumza hapa, lakini sifa ya dini anayo,
Pameleka pa? Fa inna tadayyunaha yajburu ma yankusuha. Hii sifa yake ya dini hii itaunga ule upungufu uliokosekana pale. Ile sifa iliyokosekana pale. Are we together? Jamani, tuko pamoja? Antumai, kama kuna sifa imekosekana, hana mali kwa mfano, si mwana wa ukoo huo wa kinani sijui, au hana nini, hana huo uzuri unaotakiwa na hawa watu, lakini ana dini, basi hii dini inaunga ule upungufu ambao haupo. Sheikh, umeelewa? Angalia Mtume anavyowapigia debe nyinyi. Kwa hiyo hapa nauliza swali kwa wanawake. Kwa hiyo ikiwa inkana al-amru kadhalik, wewe mwanamke unatakiwa uweje? Mnijibu. Kwa hivi nilivyozungumza kabla siendelewa, ikiwa mambo yenyewe ndio kama haya, wewe mwanamke unatakiwa uweje? Hebu nijibuni. Uweje? Mashaallah, ya salam. Uwe na nini? Sio ndio ukatafute makopo tena huko sijui Carolite sijui nini. Mara hapa kuna baka jeupe, hapa kuna nini, watafuta. Usifanye namna hiyo. Tunaendelea. Ama idha faqadati tamassuka bidiniha fala tajburuha baqiya al-umur. Akikosa kuwa na dini, ana sifa zote, lakini dini hana, ni kweupe, sifrun, ni zero. Hii inakuja kwenu nyinyi. Ukimwona mwanamke ana uzuri, ana mali, ni ukoo wao ndo mtoto wa getikali, lakini dini hana, sifrun, ni zero. Hani maelekezo ya nani? Ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kina dada hapa, umuhimu wenu hapa, mwatakiwa muweje? Uwe na dini. Je, dini ya shuka tu kutoka mbinguni ikaja tu wewe ukaamka ukao na dini tu? Kinachotakiwa ufanyeje? Soma. Kuna mambo muhimu kweli. Nimejiandaa bwana. Kwa hiyo tuweza tukaswali. Alafu tukapiga alafu tukaenda zetu, kesho tukaendelea tena. Aya, tumaliza maana tunataka tuswali. Kama mtakuwa tayari tutaendelea. Kuna mambo muhimu, msiondoke, tumalizie. Tutamalizia kama tukimaliza kuswali dakika kadhaa tu. Nataka muondoke nayo haya mambo mkawafanyie kazi. Hujui kesho mtu utapata dharura gani. Kwa hiyo mwanamke akikosa sifa zote lakini akiwa na dini, dini itaunga kote kule. Lakini kama itakuwa mwanamke hana dini, ana sifa zote, tatahawalu ni'amu ila niqamin wa wabal. Ndoa inabadilika, inakuwa ni balaa na kizaazaa na gubu. Baada ya kuwa ni neema, maana ndoa ni neema, kuolewa ni neema na kuoa ni neema. Kuna watu wangapi wana hela zao lakini hawajaoa? Kuna watu wangapi ni wazuri na kila kitu lakini hawajaolewa? Kwa hiyo kuoa na kuolewa ni neema. Mungu ampa amtakaye. Kuna watu wataka kuoa lakini kila kiangalia nafasi ya kuoa hana. Ataka na kuna mwingine ataka kuolewa lakini hakuna wa kumuoa. Kwa hiyo ukiwa umeolewa uko kwenye neema, itunze hiyo neema, umshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini sasa kama mwanamke hana dini, ana sifa zote, ile neema inageuka inakuwa ni balaa. Kwa hiyo mwanamke watakiwa uwe na dini. Na dini sio kuvaa jilbabu na kuswali, ni tabia pia, kumcha Mungu kikweli kweli, kujua umuhimu wa mke. Jamani, nitazungumza kitu sio kujisifu. Wallahi mimi namuombea huyu binti Mwenyezi Mungu amtie peponi. Nilikaa naye muda mdogo sana. Nilijitia ufundi na mimi nikapiga mathna. Mama Sheghela alikuja juu, lakini nikajua jinsi. Wajua wallahi sisi tunaharibu. Hawa hatuwajulii tu jinsi ya kumweka sawa na nini. Akubali alia, maana ngomba anakunywa shubiri huko anacheka. Ulimwona mtu akanywa shubiri huko acheka, lakini inabidi anywe shubiri huko acheka. Hii ni halali, lakini kwa wanawake ni mtihani. Tutaki tusitaki, kwa sababu kigeuze kibao ingekuwa ni wewe, ungejisikiaje? Wewe wataka mkeo we shirika na mtu mwingine? Wewe ukitaka kumjua mtu ajua karate au ajua judo, nenda kamguse mkewe. Mtu afasa. Lakini kwa nduguye za kusema basi yaishe, lakini kwa mkewe wallahi mtu
Wewe utakumjua mtu bwana undani wake, nenda kamcheze mkewe ndio utakapojua. Sasa mimi nilioa binti, lakini niliweka mambo sawa. Vurugu ilikuja lakini nikamweka sawa na nini, mpaka mwenyewe akasema mashallah, haya mlete. Tena nilimweka mbali kweli kweli, akanambia kamlete mweke chumba hiki hapa. Jamani. Lakini niliomba dua kweli kweli, nikesha kama vile nataka kuuliwa. Omba dua kweli kweli. Wawezwa na Mungu, waombe dua la Mungu mwenyewe atautuliza moyo. Niliomba dua mpaka asema basi kamuondoe kule mume wangu apata tabu, hapa kule mweke chumba hiki hapa. Nilipotoka pale nilitoka machozi kwa raha, nilipiga sidati shukuru kwa wanawake huyu. Navyomjua alivyokuwa na wivu. Basi kweli binti yule alikuja nyumbani pale, kulitokea tukio moja. Nazungumza mfano, maana mfano atuliwa kwa watu ili watu wapate kunani vizuri. Kulitokea vurugu kati yangu mimi na yeye usiku. Mimi nikasusa kula. Nilisusa mwanangu, aliniudhi kweli. Hawana maudhi hao wewe. Sheikh, wallahi nilisusa kula mimi siku hiyo. Chakula kimepikwa kizuri, tena kile ninachokipenda. Mimi napenda sana mseto. Ulipikwa mseto na mwana wa Kitanga ule babu na mchuzi wa nazi, lakini nikasema mimi sili. Mwenyezi Mungu msamehe bwana. Mwenyezi Mungu mrehemu kwa aliko. Alishindwa kula. Alafu nilivyokuwa na vituko nikakimbia kitandani ambaye niko sebleni nasoma Qur'an. Sasa yule ajiuliza toka lini wakasoma Qur'an saizi huko. Lakini ile kwamba pana dude hapa. Wallahi billahi nilihangaika na yule mtoto wa kike, kila ninapokwenda naye anibembeleza nimsamehe, ili kwenda mpaka kwa sababu na mimi nimesoma naelewa, nikarudi nyuma. Tukala chakula ikawa yameisha. Lakini baadaye nikaja nikaelewa kwa nini huyu amefanya hivi. Kwa nini mpaka anibembele? Si angelala tu. Kama ni kususa si mimi mwenyewe. Kwani na muathiri nini? Lakini nilijua kwa sababu gani mpaka afanye vile. Alafu mimi pia nilimwomba msamaha yeye kwa kuona kweli mmefanya sio vizuri. Kama ni chuki ni chuki. Sasa hiki chakula namsusia cha nini? Sijui. Lakini alijua kwamba mimi nikilala mume wangu amekasirika, hivi kweli mimi nitazimudu laana za malaika mpaka kuche? Nani anamudu laana za malaika hapa? Za shuka tu. Walaniwa tu na malaika. Walaniwa tu. Lakini alilifikiria, alikuja akanambia mume wangu ulikuwa wanitia sehemu mbaya sana. Yaani ulitaka nilale mimi niwe na laana na malaika tu. Wallahi yule mtoto, yani naona Mwenyezi Mungu mrehemu kwa alikuwa kuna kitu alinajisikia kwa kweli. Ni kwa sababu alisoma akaelewa. Pengine kama yeye angesema utajiju, angekufa ule usiku, au ningekufa mimi ule usiku. Afa hana radhi ya mumewe, anaenda kumwambia nini Mungu? Lakini mwanamke ambaye halielewi hilo, amekutaka wewe kwa sababu ya pesa zako na nini, yeye asema atajiju kwanza, anapumzika na kero zake, ndio aelekea huko kwenye ukuta huko. Lakini huyu alifanya vile kwa sababu anaelewa umuhimu. Yeye hakuniangalia mimi, alimwangalia Mungu moja kwa moja. Ambaye huyu ni kiume kama mimi, lakini Mungu ndio alinielekeza nifanye hivyo. Kwa nini ni muasi Mungu wangu? Ndio akatumia fursa ile. Maana alikuwa nimsumbua mtoto wake, mara enda chumbani amenifuata huko, mara nimetoka nimekuja mpaka nikasema. Kwa hiyo mpaka leo kuna vitu nakumbuka huyo mwana alivyonifanyia vyapita kwenye akili yangu. Yani Mwenyezi Mungu mrehemu mke wangu kwa aliko, unitie peponi mimi na yeye awe mke wangu kwa peponi. Jamani semeni amina. Na nyinyi Mungu awape waume wa hivyo na awape wake wa hivyo. Hebu tusimamie hapa tuende tukaswali, tukirudi tutaendelea. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunaendelea na muhadhara wetu. Lengo la muhadhara ni kuelimishana na kukumbushana kwa kadiri atakavyotuwezesha Allah. Ndoa zina matatizo mengi, lakini matatizo yana ufumbuzi wake biidhnillah.
Mara nyingi tunaambiwa usiangalie ulipoanguka, angalia pale ulipojikwaa. Angalia ulipojikwaa, kitu gani kimesababisha mpaka uanguke. Kama kuna kisiki au jiwe, ondoa, ili siku nyingine usije ukaja ukaanguka. Ndoa zetu ukiangalia, asilimia kubwa matatizo ya ndoa yanatokana na suul ikhtiyar, ubaya wa kuchaguana. Watu wameweka mbele dunia, watu wameweka mbele tamaa. Kwa hiyo mwanamume ukichagua vibaya utakuja juta. Unaweza ukampata mke kweli akawa ametulia, lakini malezi yake kwa watoto wako ni mabaya, hajui watoto awalee vipi. Unaweza ukampata mtu akiki katulia, alhamdulillah, mke wangu bwana mashallah ametulia nyumbani, hana ile kutoka toka nini, lakini malezi yake kwa watoto mabaya. Kwa sababu gani? Si madrasa, na mama anatakiwa awe ni madrasa, ni chuo, watoto wanajifunza kutoka kwake, yeye anaelimisha. Lakini sasa kama hana zile nyenzo za kuelimishia, watoto watakuwa mbumbumbu. Kwa hiyo ndio tuarudi pale, fadhfar bidhati dini taribati yadak. Mwenye dini ameisoma dini, hawezi kuwa mwenye dini kama hakuisoma dini. Yani dini ni pana. Wengine wanaona dini ni kuswali tu na kufunga na kuvaa jilbabu basi, na tabia. Dini ni pana sana, tabia zako pia. Naam. Kwa hiyo tulizungumzia zile sifa 4, tukaanza kuzungumzia sifa ya uzuri. Tumetaja sifa 4, tukaanza na mali, tukaja uzuri na huo maarufu au cheo na dini. Tukazungumza mpaka tukafikia kwamba mwanamke atakapokosa uchamungu, hana dini, yani kwamba hauelewi Uislamu wake, hakuelimika, akiwa na hizi sifa nyingine hizi, itakuwa bado ni sifuru, ni zero, kwa sababu hakuna kitu ambacho kitaiunga dini. Lakini akizikosa zote hizi, akiwa na dini, basi itakuwa ni tamam, mumtaz, very good, very nice. Yani kwamba hiki kinaunga mambo yote, hii dini. Kwa sababu mtu akiwa na dini ni mzuri, akiwa na dini ana mali, akiwa na dini ana fakhari, akiwa na dini ana dini. Umeelewa vizuri? Kwa sababu al-ilmu nurun wa jamalun, na nini mmesahau? Kwani ilmu ni nuru, ilmu ni uzuri, ilmu malun wa nurun wa jamalun. Ilmu ni mali, ni nuru, ni uzuri, kila kitu. Kwa hiyo aljamal, kwa sababu ana dini. Mtu hawezi kuwa ana dini kama hana elimu. Inma yakhsha Allaha min ibadihi alulama, wanaomwogopa Mwenyezi Mungu kweli kweli katika waja wake ni wacha Mungu. Ni wale ambao wamesoma, ni wale wanaomjua Mungu. Hawa ndio wanaomwogopa Mungu. Huwezi kumwogopa Mungu kama hukumsoma Mungu ukamwelewa alivyo. Kwa hiyo mwanamke akimsoma Mwenyezi Mungu, akiwa ana elimu, amekusanya mambo yote. Maana amemsoma Mwenyezi Mungu, anamuelewa Mungu, anamwabudu Mwenyezi Mungu, anamcha Mungu. Kwa hiyo huu tunasema ni dhatu dini, mwenye dini. Kwa hiyo hapa atakuwa amekusanya yote, kwamba amekusanya na asingekuwa mcha Mungu kama hana elimu. Kwa hiyo elimu ni nuru, unapata mwanga. Elimu inakuongoza wewe uende vipi, uishi katika mambo yako yote. Hata katika mambo ya biashara, si mwasoma mambo ya biashara? Biashara yangu niifanye vipi? Sijui kutengeneza gari, nitengeneza vipi? Ni elimu ile inaitwa si mambo ya science, sijui nini huko, inakuongoza elimu. Kwa hiyo mwanamke mcha Mungu hawezi kuwa mcha Mungu mpaka awe na elimu. Kwa hiyo elimu inamuongoza. Sasa katika hiyo elimu kuna malun, elimu vile vile ni mali. Ukiwa wewe umesoma, elimu inakuongoza kwenye biashara. Ile biashara unakwenda kupata nini? Sio unataka kupata nini? Naam,
wataka ukapate nani, alafu ukishapata mali tunakuja kuna jamali kuna na uzuri nao. Wewe ukishakuwa na mali utakuwa mbaya. Kuna watu watafuta lipstick ya kupaka pia hana, kwa sababu hana pesa. Kuna wanawake ni wazuri lakini anashindwa kujipamba kwa sababu hana nini, hana zana, kwa sababu hana hela. Kwa hiyo kwenye uchamungu kumkusanya mambo yote, ndio maana wakaambiwa akiwa mchamungu amekusanya kila kitu. Jamani, makubaliana na mimi? Ndio. Kwa hiyo kina dada mwatakiwa mueje na kusoma hamtaki, mkiambiwa mje hapa kazi yenu kuangalia musalsalati kwa Kiswahili tunasema tamthilia. Mtu amekaa kazi yenu kumwangalia Kanumba tu bale, apoteza muda wake wote. Wafuatilia ambiwa nyinyi wanawake nyinyi, siwaseme vibaya, afuatilia mchezo wa Kichina. Maana wanawake leo wajua mpaka Kichina pale, pale kamwambia hivi. Nyinyi mbona mwatudanganya? Mbona msio wasanii bwana, kina dada bwana? Kichina mnikisomea wapi bwana? Unapoteza muda wako bwana, lugha ile ya Kikorea pale. Haya, twendeni tutafika. Lakini msiwe hivyo. Kwa hiyo tukasema kama hana dini, maisha ambayo ni ndoa, maisha ndoa yale ambayo ni neema, yanageuka yanakuwa ni nakama, adhabu pale ndani. Haelewi. Mashekhe, mwanamke kama hakusoma, hamjui Mungu, sio kusoma mambo mengine. Maana nyinyi mna vituko leo kina kaka, mwataka mtu, mimi nataka amekosa form 6. Wallahi inasikitisha sana bwana. Yaani jinsi watu walivyokuwa hawakuisoma dini yao na kutokuelewa dini yao. Mtu anakupa vigezo, baba Kiruasha bwana, akipatikana mtoto wa kike huko nataka unitafutie, lakini vigezo vyangu awe akusoma form 6. Form 6 ndio nini sasa? Hiyo form 6 ndio nini? Aisha alikuwa na form 6. Hebu niambie hao wanawake waliopata sifa kweli kweli, ni nani mwenye cheti cha form 4, form 6, degree ya kwanza, sijui nini huko? Hebu ni kina nani? Lakini angalia alivyo. Leo hii wanawake kila akisoma zaidi elimu ya mazingira ndio awambaya zaidi. Nyinyi ni mashahidi, angalieni. Wallahi sisemi uongo. Mwanamke kila akisoma sana elimu ya mazingira ndio azidi kukauchi. Hamuwaoni? Si tunao jamani viongozi wetu Waislamu, kina dada, waangalieni wanavyokaa. Kwani uchi wa mwanamke nini? Kisheria uchi wa mwanamke nini? Kina dada jibuni, anavyotakiwa mwanamke akae kisheria ni vipi? Lakini kila akisoma sana ndio anakauchi. Hawa wasomi sana jilbabu hawataki. Kujifunga tu kuna joto. Hapa kuna joto kushinda Uarabuni. Mwanangu, kwa wale waliokwenda Uarabuni, mimi nimekwenda, nimesoma Riyadh. Shekhe, haya madirisha haya ukifungua, sio madubasha yale maisi yale, ukifungua lazima ufunge na nani. Lakini ukifungua tu dirisha hii amna ile joto utakalonge. Mwanangu, ukitoka nje balaa, ukiumo ndani balaa. Unaweza kutaka kutoka kwenda dukani, wallahi ukarudi njani. Jua kali, watu wanatoka damu za pua msikitini, Wahindi wanaanguka mlipu. Joto kali kweli kweli. Lakini mwanamke utamkuta kavaa nguo kwa ajili ya Allah. Hivi Mwenyezi Mungu ametaka kuadhibu watu? Mungu anataka kuadhibu kina mama? Lakini wana visingizio hapa, wewe eti kuna joto. Tanzania hapa na joto. Angalieni wakati wakileta ile nani, kazeni kuangalia muziki tu kwenye TV. Angalieni ule kipindi cha nini, hali ya hewa, angalieni joto. Itataja mijote Riyadh, hakuna itakoshinda Riyadh. Riyadh kwa 40 sio nini joto. Lakini mwanangu ukitembea, wanatembea wanawake barabarani mchana saa 7, mwanamke kubwi kwa ajili ya Allah. Hivi Mungu atamwadhibu kweli yule? Eti huku kuna joto. Nisameni kina mama, nisameni, sikukusudia kuwasema vibaya, hapana. Lakini wenzenu wanasema hivyo. Sio nyinyi hapa nyote fiti tu, alhamdulillah. Hakuna anisema hivyo, wala hakuna atakayesema hivyo inshallah. Mwenyezi Mungu awajalie muwe hivyo. Fatahallahu alaykum inshallah. Kwa hiyo wanawake wengi kila akisoma sana ndio ni wachache sana. Yuko mama mmoja alhamdulillah paka kwenye bunge na wale wanaotoka nani kisiwani huko alhamdulillah. Lakini yuko mama huyo
wa hapa Tanzania toka kusini mwanangu. Hata akisimama ngoma ya minani. Sijui mengine lakini kwa hapo alhamdulillah. Lakini wapo wengine akisimama amejifunga ameweka ile wanaita Waarabu at-tarha. Kijidude tu cha kuweka hapa. Hereni wasiona kifua akiona ambaye ndo kavaa nani. Yesh hadha. Why? Alafu eti mtu ampenda Mungu. Hapendi mtu jamani zaidi ya Mungu. Kwa nini usimpende Mungu? Mungu kakupa mangapi wewe? Amekuumba mwanadamu. Umetukuzwa. Una heshima zote. Unataka Mungu akupe nini? Hakukuumba nguruwe wala mbwa wala paka wala nini. Mwanadamu. Sema alhamdulillah. Akakupa na libasan, nguo za kuvaa. Sio kama mbuzi atembea uchi. Lakini mwanamke anavua nguo mwenyewe eti anataka uhuru. Uislamu umemnyima uhuru. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Utaupata uhuru wapi wewe zaidi ya uhuru uliopewa na Uislamu? Uislamu ulivyo kutunza eti wanawake pia wataka mahari pia tutataka tutoe wenyewe sasa. Subhana. Nyinyi mmependwa hivyo mnavyofanywa. Mwanamke mwanamume kalazimishwa akuletee kila kitu ndani. Wasema tunataka tukatafute wenyewe. Nyinyi mna shukrani kweli sasa? Shukrani gani mliokuwa nayo kwa Mungu nyinyi? Kila kitu watakiwa ufanyiwe. Walindwa. Mungu akulinda. Analinda heshima yako. Hutaki ambao nataka nikatafute mwenyewe ukapigane viteko na wanaume. Ndio raha yako. Utoke hapa mpaka Sweden mpaka China mwenyewe amba business. Mwanamke aona fahari kabisa anatembea uchi na haya waliowapa Mungu. Na kama hamiyataki zaidi ya hapo Mungu atawapa moto. Lakini Mungu awalinde na moto. Jirekebisheni. Tubu ila Allahi taubatan nasuha. Nimesema mada yangu itapiga kote kote. Maana sijui bwana ya Mungu. Leo nipo, kesho sipo. Weza ukalala ukaamka baba Kiruasha marehemu bwana. Na maliza kabisa. Najua wapi bwana. Wewe una uhakika kama utalala utaamka? Hujui? Weza toka hapa kumbe ndio wafika hapo pikipiki gari. Tulikuwa naye sasa hivi hapa. Wajuaje bwana? Kwa hiyo ukisema sema kabisa. Ambacho weza kukisema sema. Na Mtume ametuelekeza kama una uwezo hata kama una hapa mimi ndio niko taba lakini una uwezo wa kupanda mti. Mtume asema panda. Hata ukianguka mti ukija ukiota ndege wakila na watu thawabu wafanyaje? Na mimi nasema kabisa. Ndio maana madangu nitakayepigia kote au sio ustadhi bwana? Time is money bwana. Wakati wake tutumie vizuri. Nyinyi mmeacha shughuli zenu na nini? Tutumie wakati ukitoka hapa ukienda ukiulizwa kweli nimepata hiki. Naheshimu na waheshimu. Ndio maana naongea hivi. Yaani nataka kama kuna uwezekano vyote livyo navyo vinapelekwa kwa wakati mmoja lakini haiwezekani maskini. Kwa hiyo dini ni kitu cha kwanza kabisa. Lianna tadayyun almar'a yuqawwimha. Mwanamke akiwa na dini ile dini inamfanya awe sawa. Inamrekebisha. Akifanya hivi dini yake inamwambia hapana. Usifanye hivyo. Nenda hivi. Dini inamrekebisha. Elimu inamuongoza. Kwa sababu ilmu ni nurun. Ni nuru ile ambayo inakuongoza kwenye giza. Fi dhulmatil jahiliya au fi dhulmatil jahl. Giza la ujinga. Kwa hiyo ilmu ndio taa yako inapiga na mbele unakwenda. Kena giza namna hii mwanga. Ni ile elimu uliyokuwa nayo. Elimu inapatikana sehemu kama hizi. Wayamna tasallutaha bima ladaiha minan ni'am. Nani dini aliyokuwa nayo ambayo ndio mna elimu mna kila kitu mna ucha Mungu inamzuia mwanamke kuwa na mdomo mrefu kwa mumewe. Kuna wanawake wakiongea na mume wake yeye yuko zaidi kuliko mumewe. Wapo hawapo? Tumekaa nyumba za kupanga tumeona. Mpaka leo tukaa nyumba za kupanga. Tumehama twaona mambo majumbani. Mtaa wa pili. Acha chumba kwa chumba. Mtaa wa pili mwamsikia huku asema na mumewe. Mume azungumza taratibu angalau mke ashuke. Lakini mke yuko juu apate kuambiwa amemtawala mume. Mke wa namna hiyo usimuoe. Ndio maana ambia usiwe na haraka. Taratibu kutafuta mke. Usiwe na haraka bwana. Haraka ya nini bwana? Usiwe na haraka ukakurupuka utakujalia. Utaona ndoa mbaya kumbe ndoa ni nzuri. Ndio nikasema ukitaka raha utapata raha. Katika kuchagua kwako usikurupuke. Upo ustadhi? Ukikurupuka usije wala talumu
wala talumu nas, usiwalaumu nas, lum nafsak, ilaumu nafsi yako. Ni wewe mwenyewe kwa haraka zako. Taratibu bwana. Mbona mambo mengine wafanya taratibu, hufanyi haraka? Shekhe na taratibu, wanahakiki wa papo wapo, wanahakiki, wala usio na wasiwasi. Wewe muombe Mungu tu, ya Rabbi nipe mke mwenye kheri na mimi. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Mungu anatufundisha, ukishaomba dua hii alafu unaleta na istikhara. Allahumma inni astakhiruka biilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika alazim. Maustadhi waulizeni istikhara ni nini na inafanywa vipi? Hizi ni sifa 4 amezitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini hatujazichangua. Ni sifa 4 kazitaja Mtume mwenyewe: mali, uzuri, cheo, fakhari, nini na dini, lakini hatujazichangua. Ila mwanadamu ana sifa nyingine anazitaka za nyongeza, au sifa ni hizi tu kwa kuwapendelea, hizo pia anazitaja. Mseme kasema tumebakisha. Sasa akiwa na nani na vitu vingine navyo vyaja, kina dada visikizeni vizuri, kwa sababu nyinyi mwatakiwa muwe hivyo ili hao heshimiwa hawa aje akuchukue una hali hiyo. Shekhe lazima mtulie bwana, muangalie ule ukoo ukoje mama. Tena pia saa nyingine uenda fanya mpango pale kwao, kenda ukajifanya watakakula uone na mambo mengine. Usikurupuke tu kamaona yetu na kwao kujue ukoje, baba yake ana tabia gani, mama yake ndugu zake wakoje, wanaishije. Nyinyi mmeonana tu chuo kikuu kwa basi imekuwa huko. Haraka ya nini bwana? La tastajil ya akhi. La tastajil, usiwe na haraka bwana. Al-ajalatu min ash-shaytan, at-ta'anni min Allah. Taratibu ni zako zabibu bwana. Kuna sifa zatakiwa wewe mwanamke uwe nazo. Mada inawahusu wanaume kwa nje, kwa ndani ya wanawake. Wewe mwanaume nawe yatakiwa kuna sifa uone, je, zipo kwa huyo mwana wasema kwa huyo mdada. Hizi sifa watu wazitaka sana pia, na mtaziona. Maana hizi sifa hizi hazipo kwenye nani, utasoma kwenye vitabu, labda itatajwa kwenye dini huko, lakini pia dini inataka hivyo vitu, hizo sifa hizo dini inataka. Lakini sasa kuzichunguza nazo zina matatizo yake, lakini hazina matatizo kama wataka. Penye nia pana njia. Haya, usisahau sifa hizi kwa wakati wetu tulionao. Sifa hizi usizisahau pia, ili nyumba, maana hizi tunaweza kusema ni ile kuna faradhi na sunna. Sifa hizi ni kama vile sunna, furu'. Sifa ya kwanza, antakuna dhata atfin wa hanan. Mwanamke unayetaka kumoa awe ana ule upendo na huruma. Hapa labda swali litakuja, nitamjuaje mwenye upendo na huruma? Jamani, tujuana. Mbona mtu akao kasa mtoto na roho mbaya lile? Mimi siku nyingi mmeliangalia na roho mbaya lile. Hata huyo pia kwa kufuatilia utajua hata. Alafu najua hata watoto, mtu akiwazaa watoto sana wanachukua sana tabia za wajomba kuliko huku kwetu sisi wanaume, wajomba. Kwa hiyo huyo mke utakayemchukua uangalie huyo anko. Kwa hiyo utajua pia, utamwangalia mama yake na wajomba zake nini tabia zao zilivyo, dada zake wale. Awe ni mtu mwenye upendo. Jike kama halina upendo, mwanangu, utamaliza mwenyewe. Hana huruma. Kila unavyojitahidi wewe kumshughulikia yeye, hana huruma. Tena wampenda yeye ampenda mtu mwingine. Mwenyezi Mungu tusitiri na wake wa hivyo. Jinsi ninavyompenda mke wangu, kumbe mwenzangu nikilala naye akili yake yote iko kwa kingwendu. So, watu wanalala shekhe kitanda kimoja, lakini mtu fikira zake ziko kwa mtu mwingine. Haipo hiyo? Wallahi, mtu amelala kimya, baadaye amemkumbatia mwenziwe, lakini kumbe amfikiria sijui nani huko.
Wallahi Mungu atustiri. Kwa hiyo mpate, lakini yote hayapatikane ila ule mwanzo ule. Wallahi tumuombeni sana, omba Mungu ulete na istikhara akupe hivyo, Mungu atakupa. Yujibu da'wata da'i idha da'a, Mungu anajibu. Hatutaki muomba Mungu. Alafu awe ni muti'atan amina, mwenye kukutii tena muaminifu. Kuna watu kimuona tu huyu ni muaminifu, huyu anatoa pale nyumbani kwao tu, jinsi anavyotumwa, anavyokaa na wazazi wake. Lakini kuna watoto hawasikilizi wazazi wake, eti aje kusikiliza wewe. Sikilizeni niwaambie kitu jamani. Mtoto anakanywa na wazazi wake. Pasikilizeni vizuri, ndio hali za leo. Anakanywa na wazazi wake, wewe akanywa na wewe. Usende kwa yule, asikutongoze yule. Kwani lakini usikim achapa, lakini hakubali aja kwako wewe. Baba na mama yake ambao Mungu amemwambia wabil walidaini ihsana, hawatii wazazi wake, wewe ndio wamngangania eti anipenda sana umuoe, atakuja kukutii. Ikiwa hawatii wazazi wake, atakuja kukutii wewe Sheikh. Lakini wasema mtoto hasikilizi hata wazazi wake, anantii mimi. Pale ni shetani anatengeneza mambo yake. Wallahi akija kwako, kama atakutii dhahiri, basi batini hatakutii. Jamani, mmenielewa? Na wewe nawe kama jimume hilo unalolitaka halitii wazazi wake, lakini wasema mimi kila ninachomwambia mimi anifanyia, lakini wazazi wake hawatii, akufanyia wewe. Kwanza huyu ana akili au tahira huyu? Ikiwa wazazi wake hawatii, hawafanyi lolote, akufanyia wewe mtu baki tu kwamba umshikiana mchumba, lakini wazazi wake hawafanyi. Huyu ni mume wa kukuoa kweli wewe? Sijui niseme kilugha gani ili mnielewe. Wewe wampenda mume asiyewatii wazazi wake? Wampenda mke asiyewatii wazazi wake? Ustadhi, ndio wasema mtoto amemind kazimia, atakuwa wasikilizi. Baada ya kumuonea huruma mtoto asikilize wazazi wake, maana ambaye bwana kama unanipenda mimi, watii wazazi wako. Unampiga dawa pale pale. Kama unanipenda mimi kweli, watii wazazi wako. Isiwe mimi ni sababu ya kukuchanganya wewe na wazazi wako, ukakosa radhi ya wazazi wako kwa ajili yangu mimi. Kama unanipenda, watii wazazi wako, kwa sababu man ardha walidayhi faqad ardha Allah wa man askhata walidayhi faqad askhata Allah. Mwenye kuwaridhisha wazazi wake wawili amemridhisha Mungu, na mwenye kuwachukiza wazazi wake wawili amemchukiza Mwenyezi Mungu. Alafu jidewa nipenda mimi? Never. Are we together? Mambo hayo nyinyi watoto nyinyi, habini watoto, taratibuni. Wenamwambia mtu I love you, I need you, I miss you, I like you, lakini wazazi wako wagombana nao kwa ajili ya huyu. Na wewe nawe huyu anayekwambia I love you, I need you, agombana na wazazi wake kwa ajili yako wewe. Hapa unapata nini hapa? Huyu ndiye kweli siye huyu? Mke wa hivyo sema ngudu, au hapo unampiga dawa, unamwambia sikiliza, mahaba yapo, ndio mwenye mapenzi haoni, lakini mapenzi haya ya kishetani haya. Watii wazazi wako wawili, wasikilize wazazi wako wawili, ndio unipende mimi. Lakini kama huwatii wazazi wako wawili kwa ajili yangu mimi, wewe hutonifaa mimi. Hakuna wasichana wa leo wa hivyo, wala hakuna wavulana wa leo wa hivyo. Hawapo. Pingeni. Shekhe, toto zuri. Sikiliza maalim. Mungu anasema katika surat Ali Imran, zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa. Si tuwapenda wana wa kike, tuwapenda. Sawa bwana. Sasa mwana akwambia mimi nimekuzimia. Kwa sababu gani? Kwa sababu wacheza mpira sana. Je, mwana wa kike ambaye ukimwambia akusikia, ukimtuma akutii, ukimwamrisha akutii, kwa nini usimfurahie? Akupa kichogo, ukimwangalia wafurahi, ukashika pia, akigeuka huko umejidai umekauka.
Maana kuna wengine waseme eti mtoto wa kike asijue kama wampenda. Akijua eti wampenda atadengua. Mimi nataka ajue mke wangu kama nampenda, ili azidi kudengua. Lazima umpende na umwambie bwana mimi nakupenda wewe mtoto. Ukiondoka hapa mimi umenimaliza, usiondoke bwana. Nakupenda. Mungu mwenyewe wale anaowapenda asema awapenda. Haipo kwenye Qur'ani. Mungu wale anaowapenda asema Mungu mwenyewe kwamba mimi nawapenda. Inna Allah yuhibbul, anawapenda wacha Mungu wenye kufanya mambo mazuri. Mungu ameshindwa kujizuia kwa ile raha akasema mimi na. Je, wewe mkeo kumwambia nakupenda washindwa? Kuna watu wamekaa miezi miaka nini kumwambia mkeo nakupenda. Alimwambia wakati ule amtongoza sasa kwenye posa au kama lataka unyumba pale nakupenda, mala ataka unyumba. Lakini kumwambia sehemu nyingine, mwambie mke wako wampenda mbele ya watu, mbele ya kila kitu, kwani haramu? Lakini mtu aweza akamwambia msichana au mvulana I love you mbele ya watu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mwambie tena, mwambie na watoto wako wasikie, maana wawafundisha na watoto. Maana mtoto atakumbuka baba alikuwa amwambia mama nakupenda. Usitumie Kiingereza wala Kiarabu wala nini. Tumia lugha yako ya Kiswahili. Wamtolea macho kila akiangalia hivi kile wamtolea mpaka mwisho. Mbona anaangalia sana? Akisema vile wambandika nakupenda mke wangu ndio maana kuangalia. Alafu muangalie mwana hakiki alivyo. Haya hapa tu hawa wacheka. Je, wewe mkeo ukimwambia hivyo yuko tabasamu. Uone mwana anavyomwaga tabasamu pale. Leo umekaa hapo nyumbani umenuna kama umekula pilipili hoho bwana. Msiwe na tabia hiyo. Alafu mwanamke awe ametulia, alafu sauti yake ni ya chini. Mmeelewa? Tumeigusa hapo nyuma kidogo. Mwanamke aliyotulia soma pepe. Sio mnavyosema mapepe. Kuna watoto kila mtu ataka kuzungumza naye, kila mtu ataka mapepe, kila mtu acheka naye nini, hakituliki nini ghasia. Hakutulia kabisa. Ukimwangalia unaona mtoto wako kutulia. Wewe ndio unajitosa hapo kwa sababu ni namba 8. Bomu litakulipukia mwanangu hili. Alafu jamani nitamaliza sasa hivi ili tupate maswali, maana naona raha nikiongea. Awe na sauti ya chini. Ukiongea yeye ajue kwamba mimi huyo mume wangu ana daraja zaidi kuliko mimi. Kwa hiyo ukiongea naye sauti yako wewe iwe iko juu, yake iwe chini, ya heshima. Sio sauti ya mke iko juu. Na wapo wanawake wenye sifa hizo. Aona ndio uhodari. Amesuluhu, watu wasema ni hodari kasuluhu. Kumbe ni ufedhuli na ufisadi hapo hapo. Mwanamke ana sauti ya juu. Vitu kama hivi ndivyo ambavyo ni sababu kubwa za kusababisha talaka. Kwanza mwanamke akiwa na sauti ya juu akiongea na mume wake ni kwamba kwanza anamdhalilisha mume wake na kuonyesha hamuheshimu mume wake. Mke wa namna hii ndugu yangu chunga sana. Kwa hiyo kuna vikorokoro vingi. Ndio maana wakamwambia kuchagua mke kwataka uombe Mungu sana, Mungu akupe mke mzuri. Kwenye nyumba kuna mambo bwana. Weza ukaja ukadhalilishwa na mwanamke wewe ukatamani uanguke. Lakini kuna mijitu mengine wala iogopi kudhalilisha, haina haya. Hilo hata likidhalilishwa kwake ndio raha, limekaa kama dude tu. Hata heshima yake usikuilinda. Mwenyezi Mungu wanangu wa kiume usinipe wana kiume wa hivyo bwana. Najalitia bakora jitu na pamoja na mkewe. Wewe ukiwa na mwana cheni twendeni bwana. Na kina dada kwa upande wenu bwana, muwe na sauti za chini mbele ya waume zenu. Msinde mkakaa mkasifiana ukajiona wewe ndio ni mke kweli kweli kwamba yule nimemweka hapa mimi hakohoi. Alafu tena mwambia leo shost, sikiliza nitakavyomfanya huko. Yani mtu amwambia rafiki yake sikiliza leo nitakavyomfanya. Yeye ni mume wake, anamdhalilisha mume wake. Wewe kweli umefunzwa wewe. Alafu sasa mimi nimefundwa kwetu, umefundwa kitu gani? Mke wa hivyo usioe. Na mke wa hivyo unamjua mapema, huluka zake unazijua mapema. Msikurupuke mkitaka kuoa. Ombeni sana Mungu, fuatilieni sana, msio na haraka. Twazungumza hapa maneno yafika kwa jirani mpaka jirani asikie. Kwani mimi ni kiziwi?
Mimi ni kiziwi kwamba siwezi kusikia hapa kwa, tuko hapa tunaongea tena chumbani, asikie jirani, si utovu adabu? Wewe ndio mchukua mke wa namna hiyo, wataka nini? Umelikoroga utalinywa wewe mwenyewe ndio. Hapa napo panapofuata napo paangalieni sana hapa. An tuhsina fi tahai wa tadbir albayt manzil. Mwanamke awe ajua kukarangiza. Jamani, nimepatia nimekosea? Ustadhi, mwanamke awe ajua kukarangiza, sio kila siku jichuzi la mafuta, mtatuua. Maana mabinti wa siku hizi wakimbia mno majikoni. Akija kwa sababu asoma form 6, basi akija mimi sina muda, nimepewa homework. Jikoni hataki kuingia. Na wazazi nao walivyo, amkubalia kweli, alafu baadaye aibu inakuja kwake yeye mzazi. Wengine ustadhi ananiambia sio watumia rice cooker sio nini sijui nini. Rice cooker ndo nini? Uvivu, wamekuwa wavivu. Mimi bwana ndo nasema old is gold. Wazee wetu, bibi zetu, mama zetu waliopita, akaa mwenyewe jikoni akachochea kuni na nini, akae uangalie chakula, ampikia mumewe. Lakini leo atakaize tu kwa ule uvivu aliokuwa nao. Ndio, lakini bwana lazima uweze kupika. Akaenda sehemu ambayo haina jiko la umeme wale nani, kupika hawezi. Akipika ubwabwa ni mabondo matupu. Lazima mwanamke, tafuta mwanamke anayejua kupika babu. Mwanamke mapishi. Leo kakupikia hiki. Wanaume wanapenda kula bwana. Wanaume wanapenda vitu vizuri babu. Watu wasifiana. Mwanangu, pilau ya leo si mchezo. Pilau ya leo si, alafu unaukamata moyo katika vitu ambavyo mwanamke anaweza akakamata moyo wa mumewe, ni mapishi pia. Hapa kwenye tumbo hapa. Vile vitobesho vidubasha. Watu wanaenda kwenye migahawa au saa nyingine kwenye migahawa ya tangawizi, kwa sababu kwake nyumbani tangawizi hakuna ya jioni. Siku hizi tangawizi ya jioni hakuna. Lakini mtu atengenezwa tangawizi ile imetengenezwa vizuri, basi dume halitoke kishabaza alasili za kinyumbani lajapata tangawizi. Lakini wanawake leo hawana hayo. Leo mtu kapikiwa mchele wa nazi, ubwabwa wa nazi, kesho aweza kukutana na mafuta, kesho kutwa akakutana na biriani, kakutana na pilau, kakutana na mseto. Nakwambia badilisho, lakini arutini, yani lilo kwa lilo hogo la chosha. Kila siku uenda kumnulia mikate ya boflo, tengeneza mwenyewe mikate ya kumimina, mtengenezee keki, mtengenezee bumunda, mtengenezee mofa, mtengenezee sijui bajia, vyote unavijua. Mume atatokea wapi? Na huko kuna na mambo mengine, malavu mengine nini, ukiyachanganya yote mwanangu, utaona jitu liko hapo kazi mkutana ndevu tutalitoki hapo. Juzi natembea Morogoro sokoni. Kuna yule naona ni hao wa Kristo, si msabato si nani, ana speaker yake. Nilicheka sana, nikasema huyu watu wanamwona kama mwenda wazimu, lakini anasema kweli. Asema mwanamke wa ndoa mkali kama pilipili, shangingi laini kama bamia. Mimi nilisimama nikasema haya maneno mazito, haya ndo maneno yangu Hasani yatakayo. Sheikh, unanielewa vizuri? Asema mama mwanamke wa ndoa, au alikuwa mke wa mtu, ana kile kisipika chake azunguka hivi mwenye na kisipika. Mke wa mtu mkali kama pilipili, shangingi laini kama bamia. Nikasema yes, mambo si haya, nani kweli. Mke wa mtu kwa mume wake, wanawake wanakuwa ni wakali kwa waume zao. Lakini angalia mashangingi, watu wakina kwa mashangingi, shangingi liko laini kama bamia, kila utakavyolipeleka ndio lilivyo, litakufanyia mambo mpaka utanani. Lakini mkeo hapa hana muda. Lakini ukishaondoka au ukishamwambia nenda zako, ndo aanza kuhangaika sasa. Au ukishamwambia nataka kuoa mke wa pili, ndo aanza kuhangaika. Sasa kwani wakosa nini kwangu? Kwani mimi nakufanya nini? Nakufanya nini?
Uyajue, utayajua nikishaoa. Wengine waoa sio kwa sababu ataka kuoa, aoa kutokana na kero, dhiki na matatizo yanotokea pale nyumbani. Na kila mwanamke Mungu akijalia pale nyumbani pakiwa na neema ndio anajisahau. Kama mwanzo hakuna neema, akukata kucha, akuosha miguu, akutana nywele, akufunga vifungo nini, lakini kila neema ikija pale nyumbani ndio anajisahau. Yeye ana kazi yake kutwa ni kuongea na simu, kubaki kwenye TV kuangalia mikanda hii na hii, mara atakaende ziara gani. Ndivyo walivyo, wanajisahau wanawake. Na kumbe neema ile imekuja ndio pa kumshughulikia mumeo sasa na kumshukuru Mwenyezi Mungu. Neema imekuja na yani mambo safi, mmepata mfanyakazi, sasa mfanyakazi atafanya mambo mengine, mimi na mume wangu tu sasa. Hawana wanawake namna hii. Sasa angalieni mkitaka kuoa jamani. Msikurupuke. Ukitaka raha utapata raha. Kule nyuma tumezungumza husnul ikhtiyar la su'ul ikhtiyar. Chagua vizuri, usichague vibaya. Kwa hiyo mapishi, kina dada lazima uweze kupika. Waume zenu, nimesema mada hii kwa nje ni wanaume, kwa ndani ni wanawake, wapate wote. Waume zenu watembea huko kwa watu, kwa marafiki zao. Leo kenda kwa rafiki yake, kakuta rafiki yake kapikiwa hiki na hiki na hiki. Kesho kenda kafanywa hiki na hiki na hiki. Lakini hapa kwake lilo kwa lilo hogo, kila siku lilo kwa lilo, jichuzi la mafuta tu, jichuzi la mpaka mume autakipamba. Kwa hiyo mapishi ni muhimu. Wanaume wa roho bwana, wapenda mapochopocho, maanjumati. Mzee wampige maanjumati paka miwani yaanguka ile. Maana akiangalia kwenye sini hapa basi pana kilibwasha gani, hapa pana kilibwasha gani, wanaona jitu la limevaa saruni la cheka cheka ovyo. Ukiondoka asema mwenyewe binti Muhammad huyu. Mtu hamjaona mtu akacheka mpaka chooni watu wacheka. Au na raha, asema mimi nimepata mtu. Mfanye mtu mpaka aone raha namna hiyo. Anafikiria kukufanyia jambo kabla wewe hujaomba akufanyie jambo, kutokana na raha unazompa. Maana kila anavyofanya nitampa nini mpaka yani ile shukrani yangu aione. Mtu anakufikiria kabla wewe hujaomba kile kitu. Lakini watu wanaomba vitu mpaka inakuwa ugomvi, maana anaona hata kimnunulia tabu gani. Kwa hiyo jiandae. Sifa hizi zinazotajwa kwa mwanamume kwamba amoe mke wa hivyo, na wewe kwako unatakiwa uwe hivyo. Mpo kina dada? Alafu mwanamke anayejua kutengeneza nyumba yake. Lakini kuna wanawake sijui ndo ni kurithi, sijui kufanyaje. Ukiingia nyumbani tu pale mlangoni tu ukutana na nguo za watoto zimemwagika pale, viatu vya watoto sijui kitu gani. Ukiingia ukumbini ukuta visufuria vimeangushwa, hakuna utaratibu. Yani hawai hata kutengeneza ile nyumba yake. Deki pia kupiga tabu. Sasa wewe jamani, inna Allaha jamil yuhibbul jamal. Mungu ni mzuri, apenda mambo mazuri. Alqalbu ya'shiqu kulla jamil. Moyo unapenda kila kitu kizuri. Piga deki bwana. Mzee mpaka anajiona atakusifu pia kwenye deki. Kupiga kwenye mgongo, mtoto kwa kupiga deki wewe. Na kupendea hapo, tukumbe kupendea na mengi, lakini mtoto kwa deki wewe. Safi. Lakini sasa mtu mume wako ataka ende akajipumzishe pale kitandani, pia kuna biskuti zimemwaga na watoto. Hata sehemu ya kupumzika hana. Nyumba vikorokoro visani hivi, kwa hapa hakuna utaratibu. Alafu vile vile kuosha, kufua nguo za mumeo. Lakini watu wengine akishapata hela kufua nguo za mume hakuna tena, zapelekwa kwa dobi. Zinachanganywa na mangoa ya manajisi huko nini. Huyo dobi mwenyewe unajua anaweza kukukunani. Wewe mume wako ni mswalihina, wewe unapeleka anajua sheria. Kuna nguo paka za levi zinapelekwa pale, jitu limekojoa kwa jilevi linapeleka pale. Hata kama hakuna hivyo, wewe washindwa kumfulia mumeo. Fatima bintu Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam alitaka mfanyakazi kwa mtume baba yake, lakini hakumpa mfanyakazi. Akamwambia fanya shughuli za mumeo wewe mwenyewe, alafu hiki utakachokifanya ni bora zaidi kuliko kukupa mfanyakazi. Mkitaka kulala, kabla mjalala semeni subhanallah alhamdulillah wala ilaha illa Allah Allahu akbar.
na alikuwa anaumia mpaka mikono inakuwa mekundu. Wakati ule wa zamani watu wanachota maji na kamba, mambo ya kusagua nini kufanyaje. Lakini wewe ukipata shilingi 2000 tu tayari watakamfanya kazi kwa uvivu. Hutaki